Leo ni siku muhimu sana katika taifa la Tanzania. Siku pekee ambayo Watanzania hufanya kumbukizi ya siku Tanganyika ilipata uhuru wake kutoka utawala wa Mwingereza uliokuwa chini ya gavana wa mwisho Richard Turnbull Disemba 9 mwaka 1961 na baadaye kufanyika kwa muungano ulioizaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Hadi sasa Disemba 9 kila mwaka umekuwa ni mwendelezo wa kumbukizi ya siku ya uhuru wa Tanganyika, ambapo kumbukizi ya leo Tanganyika inafikisha miaka 64 tangu kupata uhuru wake. Kumbukizi ya mwaka huu inafanyika ikiwa ni mwezi mmoja umepita tangu ufanyike uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, wabunge na madiwani. Uchaguzi ule ufanyika Oktoba 29 mwaka huu, ambapo tume huru ya uchaguzi ilimtangaza Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni muhula wake wa pili na wa mwisho. Uchaguzi huo uliompa ushindi wa 98% Dr. Samia Suluhu Hassan ulifanyika kwa amani katika baadhi ya maeneo nchini, wakati katika maeneo mengine zikitokea vurugu za hapa na pale. Baadhi ya makundi ya vijana yaliibuka na kufanya vurugu na kuharibu mali za watu na serikali, ambao baadhi yao walikamatwa na kupewa makosa ya uharibifu wa mali na uhaini, ambapo baadhi yao waliachiwa kwa tamko la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyedai kuwa wengi wao walitenda makosa hayo kwa kufuata mkumbo, hivyo hawakujua walitendalo. Vuguvugu la kuandamana kwa wananchi liliibuka tena na taarifa zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa maandamano hayo yangerejea tena siku ya kumbukizi ya uhuru wa Tanganyika Disemba 9 mwaka huu. Lakini hali imekuwa tofauti na vile watu walivyotarajia kwamba huenda wangeshuhudia maandamano hayo. Asubuhi ya leo katika jiji la Mwanza ilitawaliwa na hali ya utulivu mkubwa, utulivu ambao kwa kawaida huashiria siku ya mapumziko, lakini mara hii uliambatana na hisia nzito kutokana na mvutano wa taarifa kuhusu uwepo wa maandamano ya amani yaliyotangazwa kufanyika kupinga matukio mbalimbali yanayoendelea nchini, ikiwemo madai ya matukio ya utekaji yanayodaiwa kutotolewa majibu sahihi na serikali. Kutokana na mkanganyiko huo, serikali ilitoa tamko la kuwataka wananchi kusalia majumbani mwao iwapo hawana ulazima wa kutoka, huku ikisisitiza kuwa Disemba 9 ni siku ya mapumziko ya kitaifa katika kuadhimisha uhuru wa Tanganyika, ambapo licha ya tamko hilo, hali hii iliwagusa kwa namna ya kipekee wananchi wa kipato cha chini, hasa wanaotegemea kazi ndogo ndogo za kila siku ili kuingiza kipato cha kuendesha familia zao. Disemba 9 ya leo ilikuwa tofauti. Maeneo mengi ya biashara yalifungwa, usafiri wa umma ulikosekana, huku mitaa mingi ikitawaliwa na ukimya usio wa kawaida. Hata hivyo, vyombo vya usalama mkoani Mwanza vilionekana kujiweka kikazi zaidi. Jeshi la polisi lilitoa tamko likisisitiza kuwa hali ya usalama imeimarishwa ipasavyo na hakuna tishio lolote kwa wakazi wa mkoa huo, kauli ambayo iliungwa mkono na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda, aliyewatoa hofu wananchi na kusisitiza kuwa Mwanza iko salama. Washukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kwa kuendelea kuitikia wito wa serikali wa kuwataka kufanya kazi zao kwa amani na utulivu katika siku hii ya 9 Disemba, na wale ambao hawana majukumu mengi ambao hawana dharura kuendelea kusalia nyumbani na kuendelea kufuatilia shughuli mbalimbali kupitia televisheni na njia nyingine. Pamoja na kauli hizo za serikali na vyombo vya ulinzi na usalama mkoani humo, mitandao ya kijamii iliendelea kuchochea hisia mbalimbali, ambapo video moja ilisambaa ikionyesha kundi la wananchi wakitoa kero na maoni yao kwa serikali, ambapo mkuu wa mkoa alikanusha uhalisia wa video hiyo akisema si tukio lililotokea leo kama inavyodaiwa mtandaoni. Muda mfupi uliopita nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali. Nataka niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwanza waondoe hofu, lakini pili nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama na wahakikishieni kwamba clip hiyo ni clip ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku 3 baada ya uchaguzi mkuu. Mpaka kufikia jioni hii hali ya usalama imeendelea kuwa shwari. Hakuna taarifa za vurugu wala hatua kali kama vile kuzimwa kwa mtandao kama baadhi ya wananchi walivyohofia. Mwanza imesalia kuwa na utulivu wenye matumaini
tahadhari, huku wakisubiri tamko rasmi la serikali ili waendelee na shughuli zao za kila siku.